Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba, karibu sana mkoa wa Manyara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametufikisha salama tarehe hii ya leo 26 mwezi wa Februari 2026 tukiwa tuko salama, lakini kwa upendo wake na rehema zake tupo katika kipindi cha mfungo wa Kristo na Waislamu wote tutakiane heri na Mwenyezi Mungu apokee dua na funga zetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Manyara ni salama. Wananchi wako salama, tunaendelea na shughuli zetu mbalimbali kama ambavyo tunaona sasa tumeanza kupokea mvua na mashambani kumeendelea kupamba moto kwelikweli. Sisi wananchi wa mkoa wa Manyara ni wanufaika wakubwa wa uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi cha uongozi cha Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mkoa wa Manyara umefaidika kupata zaidi ya bilioni 790 katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi mikubwa, midogo, katika sekta zote tumepata fedha nyingi sana. Lakini naomba nikushukuru wewe pamoja na timu yako kwa sababu katika kipindi hiki ambacho tuko katika mkoa wa Manyara pia utapata fursa ya kutembea na kuangalia, kutuzindulia na kukagua baadhi ya miradi ambayo imetengenezwa ama imefanyika kwa fedha hizi nyingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoani kwetu Manyara katika kipindi utakachokuwa utatembelea miradi ipatayo 14 ambayo ina thamani ya zaidi ya bilioni 228. Hii ni kazi kubwa sana ambayo imefanyika. Miradi hii ni sehemu ya utatuzi ama ujibuji wa kero na changamoto za wananchi katika sekta husika. Mkoa ni salama, wananchi wanaendelea na shughuli zao. Mbali ya changamoto za migogoro ya ardhi, hasa hapa Kiteto ambayo Mheshimiwa mbunge pia ameiongelea, migogoro ambayo mingi inasababishwa na uvunjifu wa sheria wa matumizi bora ya ardhi, lakini wengine kuvunja kanuni na sheria za mipango ambayo wamejipangia wao wenyewe. Na kama serikali tumeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kutatua migogoro hiyo, kusikiliza katika kliniki mbalimbali ambazo zinaendeshwa mkoa mzima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto kwa kawaida huwa hazimaliziki. Changamoto zipo kila siku, kadri mnavyozitatua ndivyo zinavyozidi kutokea. Na sisi kama mkoa tumeendelea kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hizo kwa kufuata maelekezo ya viongozi wetu akiwemo Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimekuja kwenye ziara ya kawaida ya kikazi na leo tunaanza rasmi ziara katika mkoa wa Manyara. Ndugu zangu, katika kupita kwangu nakuja na salamu, lakini pia napita kujionea shughuli za maendeleo. Nimeiona barabara kama ambavyo Mheshimiwa mbunge alisema, na nitapita kote nione kote jinsi ilivyo. Lakini pia napita kukagua miradi yetu ya maendeleo. Nimeelezewa habari ya jengo hili ambalo tumetoka kumaliza ratiba yake, lakini pia tutaendelea na kwenye miradi nyingine. Lakini sio hilo tu. Katika kuleta salamu, ninayo heshima kubwa kuwaomba sote tumpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya. Ninyi mmepata fursa ya kusikia haya yaliyosemwa katika jimbo lenu. Mimi huu ni mkoa wa 4 sasa katika ziara. Napata fursa ya kuona miradi mbalimbali ya maendeleo katika majimbo mbalimbali. Ni kazi kubwa inayoleta heshima kwa taifa letu. Na mara nyingine mzigo mzito ukibebwa na mwenye nguvu huwa unaanza kuonekana ni mwepesi. Mimi niwaambieni, kazi hii aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan ambayo matokeo yake tunayaona leo ni matokeo ya dhamira ya dhati ya kutatua kero za Watanzania. Hii imetokana na kujituma kwake, lakini pia ikiongozwa na dhamira ya dhati ya kutaka kuona maendeleo endelevu ndani ya nchi yetu.
Ingekuwa kawaida kawaida tu, yeye ni rais wa awamu ya 6, basi angekuta haya mambo yangeshafanywa, ingekuwa mepesi tu, yangeshafanywa. Leo tunavyoongea tumeonyeshwa jengo hili hapa, na Mheshimiwa Naibu Spika akasema na kule Babati. Niwaambieni, ndani ya kipindi cha takribani miaka 4 na sehemu hivi amejenga majengo 143 ya utawala kama hili hapa, 143. Lakini si majengo ya utawala tu, alikuta tuna wilaya zaidi ya 100 hazina hospitali ya wilaya. Ndani ya kipindi cha miaka takriban 4 na sehemu amejenga hospitali za wilaya 119 complete, kamili, zenye hadhi ya hospitali ya wilaya 119 ndani ya kipindi cha takriban miaka 4 na sehemu hivi. Wanawake Media, kimbilio la wanawake.